Kisa cha bilionea anayeishi nyumba ya tope kisikupe jeuri ya kujipa upofu na kushindwa kuziona ndinga kali katikati ya mtaa. Hayo ni maneno ya babu yangu niliyoyasikia kwenye ndoto usiku mnene, ndoto ya swahiba wa baharia Vasco da Gama, Bruno Miguel Borges Fernandez. Hilo ni jina lingine la mpira. Nilipoisimulia ndoto hii mbele ya babu yangu, aliniambia, sikia mjukuu, hii ni ndoto yenye maana kubwa sana kama utapenda kuifahamu. Napata wapi nguvu ya kusema hapana? Babu alianza kwa kusema, nchini Ureno atazaliwa mtoto wa kiume ifikapo Septemba 8 mwaka 1994 ndani ya mji mmoja unaofahamika kama Maia. Wazazi wake watampa jina la Bruno. Ndipo nikapata fursa ya kuuliza swali lingine kwa babu, huyu Bruno atakuja kuwa rais wa nchi? Hapana mjukuu, huyu atakuja kuwa rais wa dimba la kati. Atatawala na kutembelea himaya mbalimbali zikiwemo Italia, Uingereza na hata nyumbani kwao Ureno. Atawafanya watu wengi kulitaja jina lake kwa wema, idadi ndogo ya maadui kuliko walinzi wake. Mwaka 2002 ndipo atakapoanza kusakata kandanda kwenye akademi za Infesta, kisha ataondoka mwaka 2004 na kujiunga na Boavista FC za huko kwao Ureno. Ataanza kucheza soka la wakubwa kwenye ardhi ya Italia mwaka 2012 kwenye klabu ya Novara, kisha kujiunga na Udinese mwaka 2013 kabla ya kujiunga na Sampdoria mwaka 2016 na kurejea nchini Ureno mwaka 2017 kwenda kuwatumikia Sporting CP. Atawapa mataji matatu kisha kutimkia mitaa ya jiji la Manchester. Januari 29 mwaka 2020 atatambulishwa rasmi kuwa mtawala wa dimba la Manchester United. Hapo Uingereza atakuwa hodari wa dimba, atawapa sukari makocha na kuwalambisha chumvi wapinzani, lakini atakuwa sawa na bilionea anayeishi kwenye nyumba ya tope. Atakuwa na kiwango bora kuliko ubora wa timu yake. Ataishi kwa masononeko moyoni na machozi yasiyokauka. Atashinda mataji mawili pekee kwenye misimu yake 5 ya kwanza. Atajituma lakini hatoziona jitihada. Siku moja atapewa kitambaa cha unahodha na kuwaongoza mashetani. Huyu ndiye yule tajiri anayeishi kwenye nyumba ya tope, Bruno Miguel Borges Fernandez, mjukuu wangu, na hii ndiyo maana ya ndoto yako uliyoiota usiku mnene.